Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninayezungumza kwa sasa naitwa Deogratias Cosmas Mahinyira, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema, tunaitwa BAVICHA. Na mimi sasa, ndugu zangu, watu wa Mirerani, watu wa Simanjiro, nimekuja kufanya kazi moja tu, kuja kuzungumza na vijana wa Mirerani na kuwasanueni. Nimekuja kufanyaje? Kuwasanua. Sasa ni hivi, kwa sababu ya muda. Yuko mdudu anaitwa kenge. Hivi kenge ni mnyama au ni mdudu? Anaitwa kenge. Kenge huwa haamini mpaka aone damu. Sasa sifa hiyo haipaswi kuwa sifa ya binadamu yoyote, kwamba mpaka uamini hii ni hatari eti usubiri kuona damu. Mwaka 2020 mimi niligombea udiwani kata ya Berege kule Dodoma. Nilishinda udiwani, majamaa akawa nagoma kunitangaza. Baadaye wakaona njia pekee ya hali kuwa nzuri kwenye maeneo yale, wakawatuma ndugu zangu maskini wenzangu polisi kuja kunikamata, na wakapiga mabomu kijiji kizima ile kata. Baadaye wakamtangaza diwani wa CCM. Mimi wakaenda kunifungulia mashtaka ya uhujumu uchumi, kwamba nimehujumu pesa za serikali milioni 29. Kipindi hicho nilikuwa sijawahi kumiliki hata laki ya kwangu. Mwaka 2024, mwaka jana, nimeenda kugombea mwenyekiti wa kijijini kwetu. Walinikata jina. Sababu zao ni kwamba sijui kusoma na kuandika, lakini pia sio mkazi wa kijiji kile. Mimi naenda shule, ni wakili wa mahakama kuu na mahakama zilizo chini yake. Mtu wa CCM ni darasa la 4. Yeye walimpitisha jina, halafu mimi wakili wakakata jina langu. Sasa nikihitaji kuamini kwamba mifumo ya sheria za uchaguzi kwenye taifa hili zitaendelea kutenda haki, mimi nitakuwa kenge, sitakuwa binadamu. Ndio maana Chadema tumekuja kwenu kuwapeni ujumbe vijana wa Mirerani, kwamba kwa sheria tulizo nazo kwenye taifa hili hakuna uchaguzi unaowezekana. Hamtaweza kuwachagua viongozi mnaowataka. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 inasema vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka 35 wako milioni 21, asilimia 34 ya Watanzania wote. Watoto wenye mwaka 0 mpaka miaka 15 wako karibia milioni 26 kwenye taifa hili. Ni sawa na asilimia karibu 42 ya Watanzania wote. Asilimia 75 mpaka 80 ya Watanzania wote wana umri usiozidi miaka 35. Mimi nataka kusema, kama taifa hili tunataka kulibadilisha, kama ni watu wa Mirerani tunataka kubadilisha maisha yenu, sisi vijana ambao wengi ndio asilimia 75 ya Watanzania wote, ndio tunapaswa kusimama kuhesabiwa. Kwa hiyo nimesimama hapa Mirerani kuzungumza na nyinyi vijana wenzangu. Mwalimu Nyerere alisema taifa hili linahitaji vijana jeuri, vijana waasi dhidi ya mifumo kandamizi. Nyie vijana wa Mirerani mnapaswa kuwa jeuri na waasi dhidi ya mifumo kandamizi, mifumo ya kihuni ya CCM na serikali yao. Mimi ninaambiwa hapa Mirerani, na wote tunafahamu, Mirerani ni sehemu pekee duniani ambayo Mwenyezi Mungu aliibariki na kuipa neema ya kuwa na madini yasiyopatikanika sehemu yoyote duniani zaidi hapa Mirerani, madini ya Tanzanite. Sasa niwaulizeni, mna nini cha ajabu ukiachana na madini ya Tanzanite hapa Mirerani? Mlicho nacho ni watu wa Mirerani ambacho hakipatikaniki duniani kokote kingine kipi? Kwa sababu kama mnao Tanzanite, mlipaswa kuwa na huduma ya maji bora kuliko eneo lolote duniani. Nimeambia mnakunywa maji ya chumvi. Yaani watu ambao mna utajiri duniani kote haupo, mnakunywa hata maji ya kunywa hamna. Hamna uhakika wa huduma za afya, hamna uhakika wa chochote. Nikiwaangalia hapa ndugu zangu, vijana wenzangu, nashindwa kuelewa mzee ni yupi, kijana ni yupi. Mmepigika. Na mmepigika sio kwa sababu ya laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mmepigika kwa sababu ya uhuni, dhambi na ushetani wanaofanya CCM na serikali yao.
Ndiyo maana nikimwona mtu uko Mererani, eneo ambalo limebarikiwa na rasilimali ambazo hazipatikaniki kokote duniani, anaishangilia CCM, na yakumbuka maneno yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Wagalatia 3:1. wa Kristo mnajua, lipo swali limeulizwa pale, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Ukikutana na mtu yuko Mererani hapa anaishabikia CCM, muulize, ewe mwana Mererani mwenzangu usiye na akili, ni nani aliyekuloga? Una sababu gani ya kuunga mkono CCM? Kwa nitumie fursa hii kuwashauri vijana wenzangu, tunapaswa kuwa jeuri dhidi ya mifumo kandamizi, dhidi ya mifumo ya ovyo ambayo inatusababisha tuendelee kuwa masikini kwenye taifa ambalo Mwenyezi Mungu amelibariki rasilimali nyingi sana. Kwa sababu ya muda, nimewapeni mchapo, nimewapeni huo mchongo. Kama mjasanuka shauri yenu, mimi siku ya mwisho sitakuja kuchomwa moto kwamba niliitumia elimu yangu kwa manufaa yangu binafsi. Nitasema siku hiyo kwamba nilifika Mererani, niliwaambia ukweli kuhusu maisha yao na ukweli kuhusu uhuni unaofanywa na CCM na serikali yao. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Mara baada ya kusema hayo, naombeni sasa tumkaribishe makamu mwenyekiti. Ngumi ziko wapi? Tumkaribishe makamu mwenyekiti wa chama chetu. Ngumi ziko wapi Mererani? Tumkaribishe makamu mwenyekiti wa chama. Semeni hizi hapa. Ziko wapi? Ziko wapi? Pale nyuma ziko wapi? Mheshimiwa makamu mwenyekiti, karibu uzungumze na watu wa Mererani, watu wema sana.